Anasema mimi nyinyi ndasema na nyinyi kwa ndoto. Lakini sio kama mtumishi wangu Musa. Yeye ndasema naye uso kwa uso. Yaani Mungu aliweka mfano wa kusema na Musa. Ule ni mfano halisi wa kusema na watoto. Anasema wewe Miriam ndio na Haruni nasema na ninyi kwa ndoto na kwa manabii nasema na ninyi. Lakini kwa Musa nasema naye uso kwa uso. Sasa ndio kipindi hichi ambacho zamani Mungu alisema na sisi kwa manabii. Nabii fulani amesema, nabii fulani amesema, nabii fulani amesema. Nabii fulani ameota, mimi nimeota, sio nimefukuzwa, sio nyoka, sio amefanya kitu gani, sio. Anasema hivyo maana yake nini? Hiyo maana yake. Hiyo ilikuwa zamani sana. Hiyo zamani sana. Tena mzee ukienda mbali, kwa sababu Musa alikuwa tofauti sana na Haruni na Miriam. Kwa sababu Musa ndio mtu pekee katika agano la kale ambaye alipata neema. Anasema wewe umepata neema. Wengine wote alizungumza hivyo. Wote katika agano la kale Musa pekee yake alipata neema. Kwa hiyo hawa wanaosema nao kwa ndoto ni kwa sababu kwa chini ya sheria. Unanipeleka, unajua boss, unanipeleka pale ambapo Musa anasema ikiwa nimepata neema. Umesema ikiwa nimepata neema, ndio show me your ways. Nionyeshe njia zako. Maana umeniambia ndio maneno kwamba mimi nimepata neema. Na ukisema kwenye Zaburi anasema Musa alizijua njia za Bwana. Israeli walijua walijua matendo ya Bwana. Kwa hiyo kutokea kwenye njia wakaona matendo. Ambayo njia Yesu anasema I am the way. Mimi ni njia. Kwa hiyo maana Musa alimjua Yesu. Na ndio maana yeye alisema na Mungu uso kwa uso kwa sababu ya neema. Kwa sababu ya neema aliyoipata. Kwa hiyo zamani zile walisema hivyo, lakini siku hizi anasema katika wana. Kwa hiyo hivi tunaongea wana tunakuja Mwanza. Come on sir. Wana tunakuja Mwanza. Kwa sababu Mungu amekusudia Mwanza aseme naye uso kwa uso. Mimi sijui kama nimeongea sana. Uso kwa uso ndani ya Eden Palace. Kuanzia siku ya Jumatano ndani ya Eden Palace. Tunataka Mungu anasema uso kwa uso. Aliyeniona mimi amemwona Mungu. Yaani hivi ninavyoongea, I don't know if I'm talking too much. Na naamini naongea na mtu mmoja. Hivi ninavyoongea, anaongea Mungu. Afu huyu Mungu anayeongea sasa hivi atakuwa Eden Palace siku ya Jumatano kuanzia saa 9. Akiongea na mtu uso kwa uso. Akiongea na mtu uso kwa uso. Ninapenda unavyoisema hivyo kwa sababu uso kwa uso ulivyokaa hajakaa kindoto wala kimaono. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno ali Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa vyote vilifanyika kwa huyo. Pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima na uzima ndio nuru ya watu. Kwa hiyo yani huyu neno ambaye alikuwa kwa Mungu yuko huko ndani. Yuko na ndio ataongea na mtu. Na ndio ataongea na mtu uso kwa uso. Hata mtu Mwanza hiyo Mwanza. Yaani Mwanza you are lucky. Mwanza you are lucky. Una bahati, mimi sijaiona Mwanza. Yaani inakuwa kama vile Yesu alipokuwa akishuka akaiangalia Yerusalemu. Yerusalemu. At this time anakaa anashuka na mbele kwenye dreamline anaiangalia tena anasema Mwanza. Wapokee manabii wako. Sasa pastor na apostle pale Mwanza utakuwa kwa muda gani na labda kuna yani kwamba ukiachilia mbali kwamba watu watakuja kukutana na watumishi watakuja kukutana na Mungu uso kwa uso. Ni nini haswa kingine ambacho kinaenda kufanyika Mwanza ili mkazi wa Mwanza anaangalia sasa hivi aweze kujiandaa kwamba kuanzia Jumatano aweze kujua watumishi watakuwa kwa muda gani, ataenda kupokea muda kitu gani, yani hivyo vyote vinaenda kufanyika Mwanza. Mwanza tunasema Jumatano. Tutakuwa Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Umesikia wakazi wa Mwanza Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Na ni bure. Yaani unajua kuna watu wanapiga simu wanasema sasa kiingilio shilingi ngapi? Hatuna kiingilio. Tumepewa bure, tunatoa bure. Ila ukiamua inajichekesha kidogo. Ila ukiamua kuja na sato kwamba na sisi tu feel sana tunakaribishwa. Unakaribishwa tu unasema jamani msato mkali. Ila tunakuja bure. Hakuna kiingilio Eden Palace. Kwa hiyo tutakuwepo pale Jumatano. Ndio.
Alhamisi ndio na Ijumaa. Ndio. Lakini sio tu tutazungumza tu haya maneno ya nani. Swala la uchumi ni la msingi sana. Hapa tunapoongelea habari ya Sato ni swala la chumsi. Ndio. Atakuwepo mama wa Neema pia. Ndio. Okay. Mama wa Neema atakuwa anazungumza masuala tu ya kiuchumi. Unajua tuzungumze tu kweli. Grace Product ni kampuni ambayo imefanya vizuri. Ndio. Grace Product ni kampuni ambayo ni kama mfano wa jasiriamali wengi ambao wanatakiwa wafuate hapo. Kwa hiyo mama wa Neema ameamua tu kufunguka kuzungumza tu siri chache ambazo zimetumika Grace Product kufika hapo hivi. Kwa maneno ya Mungu. Kwa hiyo mtu mmoja ambaye yeye ni mjasiriamali, anataka kuwa mjasiriamali au anataka kuendelea, anataka kufanya nini, basi anaweza akafika kila siku Jumatano, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 8 kamili. Mama wa Neema atakuwa anazungumza tu siri za mafanikio. Saa 8 mpaka saa 9. Ili mchuzi kae mahali pake. Kwa sababu bila mtoto tuliaje samaki kama mkiwa hamna kitu. Kwa hiyo watu watazungumza tena maneno ya fedha. Kuanzia saa 8 mpaka saa 9. Ndio. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa saa 8 mpaka saa 9. Kuanzia saa 9 inaanza kuzungumzwa maneno ya uzima, ya neema, ya kweli. Watu wanakutana na Mungu uso kwa uso. Wanasema kwamba utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Nazungumzaga hapa, kuna tangazo langu linapitaga nasema sio mafuta atakayokuweka huru, sio maji wala sio chumvi, ni kweli utakayoisikia. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumza kweli ambayo hawajawahi kuisikia, itakuweka huru. Umehangaika kiasi kikubwa mno. Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Ndio. Yako maneno ambayo tunakwenda nayo Mwanza. Yako maneno ambayo tunakuja nayo Mwanza. Ambayo hayo maneno ukiyasikia tu. Yaani unayasikia tu yale maneno. Yaani unakuwa huru, huru kabisa. Unajua ukisema hivyo mzee Neema, kuna watu ni kama kidogo inakuwa kama wanashindwa kuifikia, ambao na sisi ni shauku yetu wafike. Unaposema maneno tu. Mimi napenda niwakumbushe, ukisoma kwenye Waebrania 11 anasema kwa imani tunajua ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Na sisi tunapokuja na neno ni kama haijalishi situation ulionayo, ila neno lina uwezo wa kuumba hali yoyote. Lina uwezo wa kubeautify, kuipendezesha hali ambayo haikuwa imependeza. Lina uwezo wa kuinua vitu ambavyo vilikuwa vimeanguka. Neno lina uwezo wa kufufua vitu ambavyo vilikuwa vimekufa. Kumbuka Yesu wakati wote alipokuwa akifanya mission yake, hakuwa anaomba, alikuwa anasema neno. Anasema neno, uwe mzima, inuka, nenda kwa amani. Lazaro njoo huku nje. Lazaro anatoka aliyekufa. Alichokuwa anafanya alikuwa anasema neno. Na sisi tunachokifanya tunapokuja Mwanza, tunakuja kusema neno. Tunasema maneno. Bas. Na maneno haya tutakasema ni roho na ni uzima. Maneno haya tutakayoyasema ni roho na ni uzima. Don't expect kutakuwa na nazungumza tu wazi. Kutakuwa na prayer line. Mimi nizungumze tu kweli. Hatutakuwa na prayer line. Hatuna waimbaji. Hatuna prayer line, hatuna waimbaji. Ila tunayo maneno. Maneno haya unatakiwa uje uyasikie. Yaani wewe utakapokuwa unayasikia hayo maneno. Yanakuhamisha kutoka utumwani yanakuingia kwenye uzima. Maneno haya unapoyasikia yanakutoa kutoka utumwani unaingia kwenye uzima. Nasema Waefeso, msome pale Waefeso 4. Kuna kitu fulani nimekiona hapo Waefeso 4. Ndio. Kuanzia mstari wa ngapi? Wa 11? Tuanzia imesha click vizuri. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa injilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Najua wewe ni mtakatifu. Najua kabisa wewe ni mtakatifu, lakini kuna kukamilishwa. Unatakiwa kukamilishwa. Wengine wakafanywa mitume, wengine wachungaji, wengine walimu. Sasa sisi wewe tuite utakavyotuita, lakini tumekuja kukamilisha. Tumekuja kukamilisha watakatifu. Huko Mwanza tunakuja kuwakamilisha watakatifu. Watakatifu Mwanza mko wengi, mmejaa sana. Ila kuna ukamilisho unakwenda kutokea ndani ya Eden Palace Hotel. Eden, naomba nihitaje vizuri. Eden Palace Hotel. Pasiasi kule njia ya kwenda airport. Ukifika tu utaona hoteli moja imetulia sana. Hapo wafalme wanaongea. Wao tunaongea pale. Utakuta pale maneno ya uzima ambayo yanatolewa na walimu, mitume, wainjilisti, wanini, wewe waite utakapowaita. Lakini kazi yao ni kukamilisha wewe mtakatifu. Ili wewe endelea kusoma. Anasema
hata kazi ya huduma itendeke. Kumbe hata kazi ya huduma itendeke. Watakatifu wanapokamilishwa. Watakatifu wakishakamilishwa maana kazi ya huduma inatendeka. Anasema hata mwili wa Kristo ujengwe. Yes. Anasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Yes. Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Yaani tutakapo tunazungumza tu haya maneno, ni maana yake ni kwamba tutakupeleka mahali utakapomfahamu sana mwana wa Mungu. Kumfahamu, najua unamfahamu mwana wa Mungu. Ila umfahamu sana. Yaani kuna namna tunakuja kueleza kumfahamu sana. Wewe uko Shinyanga tu hapo Musoma, uko Bukoba huko nini. Usione tashwishi kupanda wewe kupanda meli hapo kutoka Bukoba kuja pale. Ukachukua pale mabasi yale kutoka Musoma. Ndugu zangu wa Tarime, Mura, nakuja poti wenu, nakuja Mwanza, John, Tarime mpaka Mwanza sio mbali. Wewe uko Shinyanga. Toka Shinyanga njoo tu, uko Kahama pale ni karibu gari dakika 0 imeshaingia pale. Njoo tuzungumze haya maneno. Gharama itakuwa ndogo tu ya kulala hoteli siku 2 siku 3 na nauli hapa na pale. Usikusisha haya maneno ya kumfahamu sana mwana wa Mungu. Anasema hata kuwa mtu mkamilifu. Umeona? Unawezekana kabisa amesema kuwakamilisha watakatifu. Wewe ni mtakatifu lakini hujawa mtu mkamilifu. Kwa nini hujawahi kusikia maneno? Kuna maneno ya uzima. Kuna maneno ya uzima. Sio kupakwa mafuta. Please, I'm sorry. Najua umeshapakwa sana mafuta. Najua umeshapewa sana. Lakini maneno huna ya maneno ya ukamilifu. Endelea. Anasema hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Mimi sijui bwana kama wewe unayo idea ya kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Yaani maana yake ni kuwa Kristo. Wewe Kristo. Unajua imeonekana kanisani kana kwamba mtu akisema mimi ni Kristo amekufuru. No, Mungu anataka tuitwe Kristo. Mungu anataka tuwe Kristo. Yaani tuwe na title hiyo. Kwamba wewe ni Kristo. Sasa wewe watu wanasema mimi nani? Sasa mimi nasema nabii. Nini unasema? Mimi nasema nini? Sasa wewe ndiye Kristo. Sasa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu aliye hai. Umesikia? Sasa hapa Roho wa Mungu anakwenda Mwanza, anataka Mwanza wawe Kristo. Kwa nini wawe Kristo? Kwa nini wawe Kristo? Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Unasikia? Kwa nini? Tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Umesikia? Kwa hila ya watu. Umesikia? Kwa ujanja. Watu wana hila na wana ujanja. Na kwa nini wanakuwa na hila na ujanja? Kwa sababu watu hawajakamilishwa. Watakatifu wako lakini hawajakamilishwa kufikia kimo na cheo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo kila upepo ukija wanarudishwa. Mara sijui nini, ukiona sijui unafanya hivi, sijui ujue unadondoka, sijui unafanya nini. Kwa hiyo unatakiwa ufanye ukombozi, sijui umefanya. No, ni elimu ambayo mtu anakuyumbisha nayo kwa sababu tu hujafahamu wewe ni nani. Hujafikia kimo cheo cha utimilifu wa Kristo. Ukishafikia hapo huwezi kuyumbishwa na elimu. Anasema watu wanaofanya nini? Hebu wasome hao watu. Anasema nirudie tena ile. Anasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na upepo wa elimu kwa hila ya watu. Kwa hila, watu wana hila. Wewe unaweza kuona msa huyu ana nia ya kunisaidia. Hana nia ya kusaidia, ndani yake ana hila. Ana nia ya kusaidia mfuko wako. Yaani amelenga zaidi. Ndani yake ana hila. Unaposema mzee Neema, kuna mtumishi mmoja aliwahi kusema akasema kwamba yani kuna mambo sasa kidogo yanachanganya. Mtu anafundisha hata utakatifu lakini mwisho wa utakatifu lazima aende kwenye hela. Atafundisha nini? Mwisho nani lazima aende kwenye hela. Kona lazima iwe. Yaani lazima kona iwe kwenye kupanda mbegu ili kuchochea, ili kujiunganisha, ili kufanya nini? Yaani vyote unataka ufunguliwe, unataka uwe kwa no. Kwanza mimi mzee Neema unaposema kwa sababu mitume, wainjilisti, wachungaji na walimu yoyote kipimo chake unapomtazama ni haya uliyokuwa unayasema kwamba je anawakamilisha watakatifu katika analofanya kamili wanakuwa yani wanajiamini kabisa kwamba ndio wao au wanawatia hofu. Tunasema na wewe ambaye unasema ni mtume, wewe ambaye unasema ni nabii, wewe ambaye unasema ni mchungaji, ni mwalimu. Vitu ambavyo tunakupima na vinakufanya upitishwe ni kwamba unawakamilisha watakatifu, unawafikisha kwenye umoja wa imani au unawatenganisha watu. Je, unawafanya wafike kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, wasitupwe na elimu kila wakati zinapokuja. Au unawaacha wawe chini huko. Au unawaacha wawe chini. Wawe chini ili wapeleke. Kwa sababu mzee Neema anavyosema kuwafikisha kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, maana yake afike mahali ambapo yeye ana access ya kumsikia Mungu. Yeye ana access ya kuambiwa mambo yake. Kisa cha Mungu kumleta roho wake ndani yetu ni kwamba wewe na Mungu mwe mnashare mambo yake. Sio mtu mwingine.
Ni kweli Mungu anaweza akafunua jambo kwako kuhusu mimi. Lakini kihalisi mission yake sasa ni kwamba Mungu anaongea jambo langu kwangu. Yes. Kwamba mwanangu, nataka nifanye 1, 2, 3 kwako. Wewe kama utakuja kuniambia, nitakwambia ya unachosema hata baba aliniambia. Nashukuru kwamba baba anathibitisha kile unachosema kwamba yuko serious kufanya kwangu. Lakini sio kwamba tuishi maisha ya tunakimbia mara kwa yule tukaambiwa maisha yetu kwa maana yake nini ukifanya hapo? Maana yake hujamjua Mungu unayemwabudu. Yes, hujakamilishwa. Anasema ndio maana anasema mara fulani anasema sisi hakutupa roho ya hofu. Hakutupa sisi roho ya iletayo utumwa. Yaani kwamba kila wakati unapelekwa. Hiyo ni roho ya hofu. Kwa nini imekuja hofu? Kwa sababu huyu mtu hajakamilika. Yes sir. Maana mtu mwenye hofu kukamilishwa katika pendo. Mtu mwenye hofu kukamilishwa katika pendo. Sasa we are coming to us. Tunakuja Mwanza ili wewe ukamilishwe, uondoke katika hofu. Mission yetu ni kukukamilisha. Yes. Ndoto zisikutupetupe wewe. Ndoto ni nini? Ndoto ni matakataka. Anasema Yeremia, anasema, "Je, neno langu si kama moto?" asema Bwana, "na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande." Na anasema ndoto, maono ni kama makapi. Usijenge kwenye ndoto, usijenge kwenye maono. Kwa nini? Ukijenga kwenye ndoto na maono unajenga kwenye makapi. Ndio maana alipokuwa anaanza akasema Mungu asemi na sisi sasa hivi katika ndoto na katika njia yake. Anasema na sisi katika Bwana, katika Kristo. Wakati wote unapokuja kusema na mimi unasema Bwana amesema nije kusema na wewe na kusikiliza nikiwa namtafuta Kristo ndani yako. Kwa sababu wakati wote najua anayesema na mimi ni Kristo. Yes. Ndio ambaye Mungu kamruhusu kusema na mimi. Na Kristo wakati wote anasema nimekuja ili mwe na uzima. Asemagi mauti. Kristo anasema uzima. Kristo anasema nuru, asemi giza. Kristo anasema una ushirika gani kati ya nuru na giza? Asemi giza. Anasema ndani yake hakuna giza. Ndani yake hakuna giza. Yes, iko nuru. The light, ukamilifu. Unapoongelea habari ya nuru unaongelea ukamilifu. The perfection. Come on sir. The perfection. Equals. Unajua ukiangalia perfection unakuwa you're talking of equals. Unasoma hesabu. Unasoma ile sides za equals. Ukisikiliza ufunuo. Nafikiri alizungumza Paulo alizungumza vile vile kwenye Waefeso, lakini anasema hivi, kisha nikaona. Anazungumza kisha nikaona mji ukishuka kutoka mbinguni. Nafikiri alizungumza kitu kama sina hakika sana. Lakini akazungumza mji ambao una iko sides. Umeelewa? Ufunuo ule mji. Akaongelea ule mji akasema akaona mji ambao uko na iko sides. Upana, urefu, wote unafanana. Unajua anachoongea nini? Anaongea perfection. Chochote kilicho kikamilifu ni pendo. Kwa sababu kitu kilichokamilika ni pendo pekee. Kwa hiyo akaona mji ambao unashuka yeye akauita ni pendo. Kwa sababu uko kamili. Come on sir. Sasa mtu hawezi kuwa kamili kama akusikia maneno ya Kristo akakamilishwa. Sio aambiwe maneno kwamba ni jinsi gani. Ni kweli unaweza kumwambia ni jinsi gani alivyokuwa amerogwa kwao, ni jinsi gani walivyo na laana kwao, ni jinsi gani walivyo na nini. Ukiishia tu hapo hujamkamilisha huyu mtu, hajamtetea haki. Alafu isitoshe huyu mtu kama ni muamini, amemwamini Kristo, ukimwambia vile unamuonea, unamkumbusha ripoti ambayo ni mfu. Kwa sababu yule ambaye haipo. Unaposema amelaaniwa eti kwa sababu kuna ndoto fulani ameota, unamkumbusha ripoti ambayo ni mfu, kwa sababu anasema hata imekuwa mtu akiwa katika ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Tazama ya kale yamepita yote. Yaani maana yake na vyote alipoota. Huyu ni kiumbe. Ni kiumbe. Sasa huyu mtu hawezi kujua hichi kitu mpaka aambiwe. Yes sir. The perfection. Come on sir. Kwa alichokuwa amewafanya wengine mitume, wengine manabii, wengine walimu, ili kuwakamilisha waondoke kwenye mambo ya kale. Waingie kwenye mambo mapya. Tazama, I behold I make everything new. Tazama nafanya vyote kuwa vipya. Kanisa haliwezi kuingia kwenye vyote kuwa vipya kama hawakuambiwa. Wakiendelea kuambiwa ni jinsi gani walivyo dhambi. Wakiendelea kuambiwa ni jinsi gani babu yao walivyotoa sadaka akawaweka kwenye dhambi. Ni jinsi gani kanisa amesababisha babu sijui amesababisha kula zabibu mbichi. Babu amekula zabibu mbichi, watoto wanapata ganzi za mbichi. Tena hiyo mithali. Tena ilikuwa ya Wayahudi sasa. Okay, pastor sasa na apostle. Kwenye ile ambayo nakumbuka kuna kipindi hapo nyuma ulisema kwamba utakuwa na huduma ya kuzunguka mikoa mbalimbali na watu wakitaka kuja, yani kwamba utakuwa na one on one discussion na watu ambao wanakuwa na maswali labda kwenye msimu au kwenye nini. Na hii hapa ambao mnaenda Mwanza ni ile program ama ni tofauti itakuja kuanza, ama ni ile kwamba watu wanaweza kaja one on one kufanya discussion ama tu kusikiliza? Belinda, you are too divine.
Yani umetalent. You are too divine. Yeah. Thank you. You are there for a purpose. Yeah. Amen. Hii ndio mission yenyewe imeanza. Tumesema kila mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi. Wiki ya mwisho wa mwezi tutakuwa Mwanza. Hiyo ni ratiba iko hivyo na haitakaibadilishwa. Maana yake ni kwamba hata Christmas December tutakuwa Mwanza. Wiki ya mwisho wa December, mtu andaye mtufanyie sherehe ya December. Tutakuwa Mwanza tukisema hivyo. Iko hivyo hiyo ratiba. Tumeshaipanga ya Arusha. Tutaiconfirm tutaitangaza. Tumeshaipanga ya Dodoma, tutaiconfirm tutaitangaza. Tumeshaipanga ya Mtwara, tutaiconfirm na Mbeya na Zanzibar. Yote tumesha confirm. Nafikiri kuanzia kipindi kijacho tutatoa ratiba. Arusha itakuwa ni wiki gani? Mbeya itakuwa ni wiki gani, Dodoma, nchi nzima. Ili twende tuongee one on one. Na hivi tunavyoenda tutakapokuwa tunaongea yale maneno ya uzima kuanzia ile saa 9. Lakini tutakuwepo pale kuanzia saa 5, saa 6. Tuko tu pale tumekaa. Mtu anataka kuongea na sisi one to one. Tunakaa tunazungumza tu haya maneno. Tunamwambia tu ni jinsi gani alivyo mwana. Tunamwambia tu ni jinsi gani alivyo mwana. Ana swali lolote anataka nani tutashare tu. Tunaambiana ili tutoke katika giza tuingie katika nuru. Twende kwenye perfection. Watoto wa Mungu tuko perfect mno. Yaani tuko perfect. Ila kanisa watoto wa Mungu wamekuwa ni waoga. Yaani wanachukuliwa na kila upepo, kila elimu ikitokea wao. Yaani upepo ukivuma tu watu wana hila zao. Unajua mzee Neema kusema hivyo, nakumbuka ule msingi ambao Kristo aliweka yeye kama jiwe kula pembeni kwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Yaani unaona ule mwito wa Kristo anavyoweka, yani ni picha kamili ya kwamba hao watakao kuja watajenga nje hapa. Anasema Roho wa Bwana juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa, sio kuwaombea wafungwa, kuwatangazia walivyofunguliwa 2000 years ago. Kutangaza tu. Nilisemaga kwamba yani Clouds FM ilivyotangaza kuachiliwa kwa wafungwa juzi walioachiliwa na mheshimiwa. Sio kwamba Clouds FM ndio iliwafungua. Walifunguliwa na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ila mzee Msigwa akaandika barua kwa Clouds FM akasema mtangaze nimewafungulia. Na akaja wakatangaza. Kwa hiyo kazi yetu sisi nishawahi kusema hivi na leo nasema. Kazi yetu sisi kama watumishi ni kuwatangazia watu waliofunguliwa. Basi wewe umeshafunguliwa. Sasa umeshafunguliwa. Inakuwa ajabu sana ule mfungwa akifuatwa pale gerezani anaambiwa bwana mheshimiwa Rais amekuachia huru, afa sema no mimi siamini kabisa bado kwa sababu bado nataka nikae. Yaani sijui kama ina sound vizuri yani kwamba yani ni vitu confusion. Vitu confusion. Kwa hiyo kazi ambayo tunaenda kuifanya Mwanza ni hiyo, kukutangazia jinsi ulivyofunguliwa. Kukuweka huru wewe uliosetwa siku nyingi. Kukuwekaje huru? Kwa kukutangazia, kwa kukuambia kwamba wewe umekuwa huru miaka 2000 iliyopita. Wewe ni mtu huru kabisa. Kwa hiyo hii sio ya kukosa. Hii sio ya kukosa kabisa ndugu yangu. Usije ukakosa. Njoo pale usikilize haya maneno. Tuzungumze haya maneno. Tuseme haya maneno. Tuyaweke moyoni mwetu haya maneno. Alafu tuone jinsi gani. Siku moja alipiga simu mtu mmoja. Ndio. Akapiga simu ya huduma. Akasema maneno mengi lakini mmoja wapo aliyosema ni kwamba yeye anautaga na vitu ya ajabu. Ndio. Sana. Yaani kwa hiyo yani mimi ikifikaga usiku nikifika kulala yani naogopa. Najishauri leo sijui itakuwaje. Na nikamuuliza kwani wewe unatakaje? Sema mimi sitaki. Nikamwambia sisi hatukuja kuweza kukuombea. Hatutakuombea. Ila tutakwambia tu maneno moja. Neno gani tutasema mtumishi? Sema wewe ni mwana. Ni mwana kabisa. Wewe ni mwana. Taarifa moja tulionayo. Wewe ulifanyika kuwa mwana. Na kama ulifanyika kuwa mwana, wewe ni kiumbe kipya. Hayo yote yanayokusumbua ni ya kale, kwa vile tu huna taarifa ya kiumbe kipya. Kwa hiyo kwanza leo kuwa na taarifa hiyo tu, afu ubarikiwe. Ututaarifu tu huko siku za mbele itakapoendelea. Ikapita siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akapiga simu. Akasema, "Yaani pastor, huwezi kuamini. Yaani sijaona tena yale mavitu. Yaani nimeshangaa. Nimeombewa na watumishi wengi, nimetoa sadaka nyingi, lakini hiki kitu haikuwaipata. Lakini wewe umezungumza tu umeniambia mimi eti ni mwana." Na haijawahi kutokea. Nikamwambia, "Yes. Hiyo ndio perfection." Yaani perfection sio vitu vingine, ni kukuambia wewe ni nani. Wewe ni nani? Mapepo yalikuwa yanapita nani Yesu alikuwa anapita, mapepo yalipomuona yalimtambua, yakasema tunajua wewe ni nani.
Yes, perfection inakuja kutambua mtu yeye ni nani. Yeah. Kwa hiyo tumekuja mwanzo kukuambia tu wewe ni nani. Simple. Yeah. Na tukuthibitishie kwamba wewe ni nani. Hakuna zaidi ya hapo. Zaidi hapo hamna. Hakuna nini kingine utakisema. Kutokea pale utatembea tu katika hili. Yaani unatembea kila kitu wewe unatembea, wewe ni mtu kabisa. Wewe ni mfalme, wewe uko juu. Tunaposema wafalme tunaongea. Sio kwamba ni hadithi. Ni kweli wafalme tunaongea. Na hivi tunakuja Mwanza wafalme, mtakuwa mtaona gari ya wafalme inazunguka pale Mwanza mjini. Utaona kabisa imeandikwa kabisa wafalme tunaongea. Mtajua kabisa wafalme wamevamia Mwanza. Ila sato zinahusika. Okay. Sasa pastor, wakati tunamalizia natamani umwambie mkazi wa Mwanza ambaye pengine sasa hivi ndo amewasha TV au ndo ameingia YouTube pale akawa anataka kuja, amesikia kwamba wafalme wanaenda kuongea, anataka ajue mtakuwa wapi, ili tufunge kwa kuambia watu mara mwisho wale ambao wamejoin late waambie kwamba itakuwa wapi na kuanzia saa ngapi, alafu tumalize wakazi wa Mwanza wakapate kujiandaa na baraka zao kuanzia wiki inayofuata. Nimesema kwamba tutakuwa Mwanza City, Rock City. Tutakuwa Mwanza kuanzia siku ya Jumatano. Ndio session inaanza. Lakini timu kuanzia Jumanne asubuhi timu zitakuwa Mwanza. Lakini session itakuwa ni Jumatano. Katika hoteli moja ya kitalii. Yaani kwanza tumewapeleka kwenye hoteli zilizotulia. Hatutaki mambo ya ajabu. Hoteli moja tulivu iliyo pembezoni kidogo ya jiji la Mwanza. Kama unaelekea airport, inaitwa Aden Palace Hotel. Unaruhusiwa kuja pale ukawahi kidogo ukapata na lunch. Sio vibaya tukapata lunch pamoja. Tukapata lunch pamoja. Najua unataka sana kutununulia lunch. Njoo tutunulie tu. Njoo tutunulie Aden Palace Hotel kwenye njia ya kuelekea airport. Pale wanaita sijui Pasiansi nafikiri kitu kama hicho. Ukifika pale siku ya Jumatano kuanzia saa 8 anaanza mama wa Neema. Anaongea tu mambo ya mafanikio, tu mambo ya chumzi na vitu kama hivyo. Saa 9 tunaanza maneno ya uzima mpaka saa 12 saa 1 huko, inategemea tu roho wa Mungu anataka tuende vipi. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Fika pale tuzungumze maneno ya uzima. Timu nzima hapa unavyotuona, mimi na Apostle Oscar tutakuwepo, lakini pia na watumishi wengine ambao Mungu amewapaka mafuta kuwa wana, kwa sababu Mungu sasa hivi anasema katika mwana. Kwa hiyo Mungu amewapaka mafuta watu wawe wana, waseme na wewe, wazungumze na wewe, ili na wewe ufikie umoja wa imani, ufikie cheo cha utimilifu wa kimo cha Kristo, ili na wewe ufanyike kuwa mwana wa kusema haya maneno, na wewe uzungumze haya maneno. Uende ukawaambia watu, wanasema enendeni mkawafanye wote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo ili na wewe uwe mwanafunzi na wafanye wengine kuwa wanafunzi, na wengine na wengine na wengine na wengine. Mimi naamini kabisa wewe utakutana na wewe. Kabisa. Namba za simu zinapita hapo. Hebu tuma message, sema nimewasikia nitakuwepo. Hilo tu neno sisi litatosha kabisa. Tutakapokuwa tumekaa kwenye Dreamliner, wengine watakapokuwa wamekaa kwenye ile coaster inakatiza Masingida mawapi, inachana inakwenda Mwanza. Wao kabisa wana moyo kwamba hakika kuna watu wanatusubiri. Amen. Asante sana Pastor Caesar pamoja na Apostle. Mimi naamini kwamba Mwanza inaenda kubadilika zaidi na zaidi. Na zaidi ya yote mtazamaji wa Chomoza sasa hivi ambao unatuangalia, sisi tuko hapa Dar. Niko pamoja na Pastor Caesar, nilikuwa pamoja na Apostle Oscar, lakini wao wanajiandaa kuja Mwanza. Kama ambavyo sasa hivi timu ya Chomoza ipo huko Mwanza. We'll see you next time. Kama ambapo Pastor Caesar ambapo anakukaribisha kuanzia Jumatano, lakini kuanzia Jumanne atakuwepo tayari. Wewe mkazi wa Mwanza jiandae. Na mimi hopefully one day nitakuja Mwanza huko ili niweze kula samaki na kupata maupako ambayo yanazidi kuachiliwa kila siku na watumishi. Asante sana mtumishi. Asante sana mtumishi. Amen. Andazo lako ni kwa sehemu gani? Sijui. Ilioni hapa. Na nini ndio anajua yule nani? Jose. Hapo amekosea, angeniambia ni kwa wapi. Hapo ningepanga niko. Njema sana. Haina shida, kabla sijarudi nitajipiga. Haya. Nashukuru.